Kuna hadithi ya kijana mmoja anayetambulika kwa jina la Muthu. Huyu jamaa bwana alikuwa ni yatima, lakini leo alikutana na mzee mmoja ambaye alifanikiwa kuweza kumchukua na kumlea. Mzee huyu alikuwa na mtoto mmoja wa kike ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Susela. Aliwalea watu hawa wawili katika upendo mkubwa na wakawa ni washikaji wa karibu sana, lakini hatimaye mzee baada ya kufariki, Susela pamoja na Muthu ikabidi wahamie katika nyumba moja ambayo ilikuwa inachukulia uangalifu watoto yatima. Sasa watu hao walikaa ndani ya hili eneo mpaka wakawa watu wazima. Kwa sasa walikuwa wanafanya kazi kwenye kiwanda cha kutengeneza viberiti. Susela alikuwa kila mwanaume anayetafutiwa ili aweze kuolewa naye. Bimdada alikuwa anawapiga mikwara, lakini pia kuna muda mwingine alikuwa anajifanya kama vile tumbo lilikuwa linamsumbua sana, kitu kinachopelekea watu hawa kuweza kumkimbia na kukataa kabisa kumuoa. Susela alikuwa anafanya haya yote kwani yeye alikuwa anampenda sana Muthu na alikuwa anatamani siku moja aje kuolewa naye. Na leo wakati wa jioni, bimdada anaenda kumpasukia ukweli mzima mshikaji na kumweleza hisia alizonazo juu yake. Muthu anaamua kuchukua maamuzi mapya ya kuweza kufunga ndoa na bimdada huyu Susela. Watu ambao wote kwa sasa walikuwa ni yatima wakaondoka eneo hili na kwenda kuanza maisha mengine, wakiamini kabisa kwamba ipo siku moja watakuja kutoboa. Na baada ya harakati nyingi za kuhangaika kutafuta kitambulisho ambacho kitaweza kuwasaidia kununua chakula ambacho kilikuwa kinapelekwa na serikali katika mazingira ya wananchi ambao walikuwa wanaishi maisha magumu, chakula hiki walikuwa wanapewa kwa bei ambayo ilikuwa ni rafiki kutokana na mazingira yao. Dada kitambulisho hiki leo alikuwa katoka kukichukua, lakini kipindi ambapo alipokuwepo njiani bwana, kwa bahati mbaya anaanguka na kuzimia. Muthu baada ya kufika hapa anakuta bimdada damu zimemtoka za kutosha, anamchukua na kumpeleka hospitalini. Daktari baada ya kumfanyia vipimo akamweleza kwamba ili aweze kupatiwa matibabu kwanza inahitajika pesa ndefu, lakini pia bimdada huyu bwana grupu lake la damu lilikuwa ni adimu sana kuweza kupatikana ndani ya hili eneo. Kwa mantiki akamwelekeza katika hospitali moja ambayo ilikuwepo jirani. Muthu baada ya kufika ndani ya hili eneo anaelezwa mke wake aweze akaongezewa damu mpaka aweze kutoa pesa. Mwamba kwa kuwa pesa alikuwa hana, anachukuliwa na mtu aliyekuwa anatambulika kwa jina Maxwell mpaka kwa kigogo mmoja ambaye yeye hufanya kazi ya kukopesha pesa. Muungwana baada ya kufika na kueleza kiwango cha pesa ambacho alikuwa anakihitaji akapatiwa. Muthu aliamini endapo mke wake akipatiwa matibabu kwenye hili eneo basi tatizo ambalo lilikuwa linamsumbua huenda likaisha, lakini huu ndio ukawa mwanzo wa majanga na matatizo mengi sana kwenye familia yao, kwani tokea kipindi hicho mke wake tumbo likazidi kumsumbua. Kila itwapo leo Mwamba akampeleka hospitali mbalimbali pasina kuwa na majibu yoyote ya kueleweka. Hatimaye akawa anampeleka katika tempo mbalimbali, anafanyiwa maombi ya kila aina, lakini tumbo halikuacha kabisa kumsumbua mke wake. Muthu leo baada ya kuelekea kwa yule bosi ambaye alikuwa akamkopesha pesa mwanzoni, akapendekeza hospitali ambayo huenda Muthu akimpeleka mke wake ataenda kupatiwa matibabu mazuri. Muthu na mke wake wanafika mpaka kwenye hiyo hospitali ambao walikuwa wameelekezwa. Baada ya kufika anaambiwa ya kwamba mkeo inabidi afanyie operation, kwani baada ya kumfanyia vipimo tumegundua ana uvimbe kwenye kizazi. Halo. Muthu anakubali mke wake anafanyia operation. Leo akachukuliwa na Maxwell mpaka kwa kigogo kwenda kuangalia mpaka sasa alikuwa anadaiwa bei gani. Kigogo anamweleza anamdai pesa nyingi sana na anasema ya kwamba hadhani kama muungwana atakuwa na uwezo wa kumlipa. Anamwambia Maxwell aende na mshikaji akamwelekeze ni njia gani nyepesi ambayo anaweza akaitumia kulipa deni lote ambalo alikuwa anadaiwa. Maxwell baada ya kutoka upande wa nje anamwelekeza mshikaji wetu Muthu njia nyepesi ya kuweza kulipa deni lote ambalo alikuwa anadaiwa. Njia yenyewe ilikuwa ni kwamba alikuwa anamshauri mshikaji aweze kutoa figo yake yeye pamoja na mkewe, na kwa njia hii anasema ya kwamba atafanikiwa kuweza kulipa deni lote ambalo alikuwa anadaiwa. Halo. Muthu ushauri hakuweza kabisa kumwingia akilini mwake, bali akaamua kuweza kuvizia wakati wa usiku, akaingia hospitali na kuweza kuondoka na mke wake na kuelekea sehemu isiyojulikana. Kigogo yule ambaye alikuwa anamdai pesa Muthu, baada ya kuweza kuzipata hizi taarifa, akafanya jambo ambalo lilikuwa sio la kiungwana kabisa. Baada ya kusikia kwamba kiwanda cha kiberiti ambacho Muthu pamoja na mke wake walikuwa wanafanyia kazi kilikuwa kimeungua, muungwana akaorodhesha majina ya Muthu pamoja na mke wake kati ya watu waliopoteza maisha kwenye ile ajali ya moto. Hakuishia hapo, akaamua pia kuwafanyia mazishi ungali waungwana walikuwa bado wapo hai. Mwamba alifanya hivi ili apate pesa za fidia ambazo watakuwa wamelipwa wanafamilia waliokuwa wamepoteza watu wao muhimu kwenye ile ajali. Halo. Muungwana alifanikiwa kuweza kuzipata hizo pesa kutoka serikalini, lakini huku upande wa Muthu pamoja na Susela wanapata kuona taarifa kwenye gazeti ya kwamba eti wao tayari walishapoteza maisha. Halo. Muungwana baada ya kuzipata hizi taarifa ikabidi warudi mpaka kwa yule kigogo. Lengo ni kwenda kumweleza bwana, mbona akawafanyia jambo baya kama hili, lakini kigogo huyu
huyu hakusikiliza jambo lolote kutoka kwa Muthu, bali akaanza kumtembezea kichapo tena mbele ya watu. Muthu akachukua jukumu la kwenda mahakamani kufungua kesi kuweza kumshtaki huyu kigogo, lakini kwa kuwa mwamba huyu alikuwa na pesa za kutosha, lakini pia alikuwa na watu kibao nyuma yake, kwa kutumia nguvu na connection alionayo, hii kesi akamgeuzia mtaalamu wetu Muthu na kusema ya kwamba yeye pamoja na mke wake wameitapeli serikali kwa kuweza kufeki kifo chao ili waweze kupata pesa za fidia. Hatua hii ikampelekea Muthu pamoja na mke wake kukosa kabisa haki zao za kimsingi, ikiwemo pia kuweza kupoteza kile kitambulisho ambacho kingewasaidia kununua chakula kwa bei rahisi. Sasa maisha yakazidi kuwa ni magumu. Kila vitambulisho ambavyo alikuwa navyo vya serikalini vinaonyesha waungwana walishapoteza maisha, ungali bado wapo hai. Tukichana na hawa waungwana, tunafika upande wa pili, tunakutana na waziri ambaye yeye alikuwa anasumbuliwa sana na maradhi ya figo kuweza kufeli, na kwa sasa alikuwa anahitaji mtu aweze kumsaidia walau figo moja ili maisha yaweze kusonga kama kawaida. Ili eneo bwana, kulikuwa kuna madaktari wa kila aina, lakini pia kulikuwa kuna mapristi wa kila aina ambao walikuwa nafika kwenye eneo hili. Bimdada huyu bwana, chakula chake kilikuwa kwa sasa ni cha kupima, yani hata maji anakunywa kwa kiwango, kitu ambacho kinamkera sana huyu bimdada, kwani naye anatamani kupiga biliani pamoja na nyama, lakini kutokana na maradhi ambayo alikuwa anamsumbua alikuwa haruhusiwi kabisa. Mama huyu bwana alikuwa ni waziri, lakini pia alikuwa ni mwanasiasa mwenye heshima kubwa sana ndani ya hili eneo, na alikuwa na familia ya watoto wawili, mmoja wa kike, mwingine alikuwa ni wa kiume. Watoto hawa japokuwa alielezwa na daktari ya kwamba wana uwezo wa kumchangia figo mama yao na akaweza kupona na kurudi kwenye maisha yake kama kawaida, lakini hata mmoja hakutaka kabisa kujigusa kufanya jambo kama hilo. Kila mmoja alikuwa anahitaji kuweza kutafuta njia mbadala ili aweze kumsaidia mama yake. Mtoto mmoja wa kiume huyu mama akatumia nguvu alionayo kuweza kutraki mmoja kati ya mtu ambaye atafaa sana katika hali ya kuweza kumsaidia mama yake. Mtu huyu hakuwa mwingine bali alikuwa ni Muthu. Anatuma vijana wake wafike mpaka kwenye eneo ambalo Muthu alikuwa anapatikana. Baada ya kufika, anakutana na mmoja kati ya mwandishi wa habari. Mwandishi huyu alikuwa anaelewana sana na Muthu, hivyo baada ya kuweza kumwelezea shida waliokuwa nayo, mzee huyu aliwasikiliza kwa makini, lakini pia ikabidi aweze kuwapasha habari juu ya historia nzima ya maisha ya mtaalamu wetu Muthu pamoja na Susela. Baada ya kuweza kuzungumza na huyu mzee na kuelewana, mzee huyu akaenda kukutana na Muthu na kumwelezea kila kitu, ya kwamba bwana, kuna waungwana ambao watakusaidia kuweza kurudisha heshima yako ambayo ulikuwa umeipoteza, ikiwemo pia kwenda kumshtaki yule mtu wa zamani ambaye alikusababishia hasara kubwa sana kwenye maisha yako. Muthu na mke wake baada ya kupata hizi taarifa, leo chakula kikamshuka. Hakika alifurahi sana. Baada ya kwenda kukutana na hawa waungwana, wakaweza kutekeleza jambo la kwanza la kumsaidia Muthu kwenda kufungua kesi dhidi yake pamoja na yule mwamba wa zamani ambaye aliweza kumsababishia majanga makubwa ya kutangaza kwamba muungwana na mke wake alikuwa amepoteza maisha ungali bado alikuwa yupo hai. Kwenye hii kesi, kwa kuwa mkono wa waziri nao ulikuwa unahusika, bwana, leo Muthu anafanikiwa kuishinda hii kesi. Muthu kwa hasira alizokuwa nazo bwana, akaamua kwenda kumfuata huko jela, kwenda kumpiga vibao vya kutosha, ili mradi tu aweze kujisikia vizuri yeye pamoja na mke wake kutokana na majanga ambayo huyu muungwana alikuwa akawasababishia. Wajuba wanapanda ndege kwa mara ya kwanza, lakini pia wakapelekwa katika hospitali moja viwango kwelikweli, wakapokelewa kwa heshima kubwa, utadhani kama vile walikuwa ni waheshimiwa. Vipimo vya awali vinaanza kwa Muthu ili kuweza kuangalia kama afya yake itaruhusu kwa hiki ambacho anaenda kukifanya, lakini pia waziri anapatiwa taarifa ya kwamba tayari mtu alishapatikana wa kuweza kumsaidia kuondokana na hali ambayo ilikuwa inamsumbua. Kipindi ambacho alikuwa anaendelea kuisubiri ile siku ambayo bimdada atapatiwa matibabu, bwana, leo Muthu anagundua bado mke wake alikuwa anasumbuliwa na tumbo, hasa kwa kuwa alikuwepo katika hospitali ya viwango vya kitaifa kabisa bwana. Baada ya kuweza kumweleza daktari, bimdada anafanya vipimo vya mwili mzima, lakini majibu yaliyotoka alimshangaza sana. Daktari anamweleza Muthu ya kwamba mkeo hana figo moja. Muthu alishangaa sana, lakini pia akapagawa, hiyo moja itakuwa imeenda wapi na ni muda gani ambao bimdada alitolewa? Muthu moja kwa moja akaona ya kwamba huenda watu ndani ya hili eneo akawa wamemfanyia haka kamchezo kabaya usiku wa leo bwana, kipindi ambacho watu wengine walikuwa wakijiandaa wakidhani ya kwamba siku chache zijazo waziri anaenda kupatiwa huduma nzuri ambayo alikuwa akaisubiria kwa kipindi kirefu. Lakini usiku wa leo Muthu pamoja na mke wake wanaamua kutoroka ndani ya hili eneo na kwenda mahakamani, kwenda kuishtaki hospitali ya kwamba wamehusika kuweza kuchukua moja kati ya kitu kutoka kwa mkewe. Muungwana ili aweze kuipata hii haki
akaamua kuweza kubandika mabango katika kila eneo, lakini pia akaelekea katika hospitali moja ambayo ilikuwa ni ya serikali. Daktari baada ya kuangalia tumbo la bimdada akamweleza kwamba bwana, hiki kitu kiliweza kufanyika siku ile ambapo alielezwa kwamba mke wake alikuwa na uvimbe kwenye kizazi. Kumbe waungwana waliweza kuondoka na kitu muhimu sana. Halo, Muthu aliumia sana, lakini alikuwa hana la kufanya, hivyo kilio chake pekee leo alienda kukimalizia mahakamani, kwani siku hii ya leo ndiyo ilikuwa ni siku ambayo kesi yake ilikuwa inasikilizwa, na endapo mahakama ikiweza kujiridhisha na mashtaka ambayo aliyokuwa nayo, basi hao waungwana anasema ya kwamba atafungua kesi ya kuweza kumshtaki yule waziri pamoja na ile hospitali ambayo ilikuwa imehusika kufanya haya majanga. Waziri anapata hizi taarifa, hakika aliumia sana, lakini leo akawaita watoto wake wawili na kuwaeleza mtoto wake yoyote atakayeweza kumsaidia kwenye hii hali, yani ampatie figo yake moja, basi atampatia kitita kikubwa sana cha pesa, lakini pia atampa umiliki wa kampuni ambayo wao walikuwa wanamiliki kama familia. Mtoto wa kiume akachukua karatasi akasaini, akamwambia mama yake yuko tayari kuweza kumsaidia, lakini hahitaji pesa yoyote. Mama akajisikia amani, lakini baada ya kutoka upande wa nje anamweleza yule kibaraka wake aende akamtafute Muthu kwa hali na mali, amlete ndani ya hili eneo amalize kazi ambao walikuwa wamemleta kuweza kuifanya, kwani mwamba anasema hayupo tayari kabisa kutoa efu yake ili aweze kumsaidia mama yake. Halo, kuna watoto wengine bwana, huwa ni mtihani. Kibaraka anatuma jeshi la maskari polisi kwenda kumtafuta Muthu sehemu yoyote alipo. Bwana, hawa watu walikuwa na nguvu sana, lakini Muthu hawakuweza kabisa kumnasa, kwani muungwana kwa sasa alikuwa yupo na wakili ambaye alikuwa anamweleza kwamba asithubutu kabisa kutoka ndani ya hili eneo, kwani endapo akifanya hivyo yule mama kutokana na nguvu alionayo basi atamwangamiza. Lakini pia anaendelea kumweleza asije akafanya kabisa mchezo wa kwenda kumsaidia yule mama, kwani mwamba anadai ya kwamba yule mama alikuwa ni mtu mbaya. Muthu akasaidiwa na huyu mzee kuondoka ndani ya hili eneo. Safari ilikuwa ni kuondoka mjini na kurudi sehemu ambayo alikuwa anaishi zamani yeye pamoja na mkewe, lakini njiani hakutulia, kwani aliendelea kutafakari maneno ambayo alikuwa kaambiwa na yule wakili ya kwamba anawafahamu vyema watoto wa yule mama. Hakuna hata mtoto mmoja ambaye atathubutu kuweza kutoa kiungo chake kumsaidia mama yake. Halo, na ni kweli bwana, kwani huku upande wa pili tunamwona mtoto mmoja wa kike akiwa yuko baa anapiga kalinya kama kawaida, yani hajali kabisa kama mama yake yuko hospitalini. Lakini pia hata upande wa mtoto wa kiume alikuwa zake barabarani akipiga kalinya kama kawaida. Halo, mama mtu hali ilizidi kuwa mbaya, msaidizi wake akawa anawapigia watoto wake, lakini hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anapokea simu. Hii ikiwa na maana kabisa kwamba kila mtoto mmoja alikuwa anasubiri simu moja tu ya kupata taarifa kwamba mama yao hayupo tena duniani. Halo, waziri akiwa kakata tamaa, hana msaada wowote, alikuwa anaona kabisa kwamba leo alikuwa anaondoka, lakini ghafla Muthu pamoja na mke wake wanafika ndani ya hili eneo. Madaktari wanafanya chapchapo kuweza kufanya majambo ya kumsaidia huyu mama. Bimkubwa baada ya kupona anamshukuru sana Muthu na kuweza kumpatia kitita kikubwa sana cha pesa, lakini muungwana anakikataa. Anamweleza mwanamama ya kwamba kitu muhimu sana katika maisha sio pesa wala mali wala nguvu ambazo watu huwa wanazigombea kila siku, bali uhai ama maisha ya binadamu. Muthu anasema ni kweli yeye na mke wake wamepitia majambozi makubwa sana, hii dunia imewatenda mambo mabaya, lakini baada ya kutambua huyu mama hakuna mtu yoyote akuweza kumsaidia, muungwana anasema ya kwamba amefika kwenye hili eneo ili tu kuweza kutenda wema na wala hakutazamia kulipwa pesa yoyote. Muthu pamoja na Susela wanaondoka kwenye hili eneo wakichechemea kwenda kuanza maisha mengine pasina hata kuweza kuchukua senti moja. Halo, huyu jamaa bwana, hakika alikuwa na moyo wa peke yake. Bwana muungwana, inakuwaje? Je, kitendo alichofanya Muthu ni sawasawa ama ametuzingua? Halo, majibu unayo mwenyewe bwana. Hapa ndo nafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.